kwanza hawa wachambuzi wako makini kabisa, na naomba kila mmoja awe neutral. Ndio. Ili tuweze kutoa elimu juu ya hiyo. Unajua, kwa heshima yote nilokuwa nao kwao, lakini sidhani kama yupo hata mmoja wapo ambaye anapitia sheria za soka kwa undani kama yule referee aliyechezesha assistant namba 1 na timu yake nzima. Yule ni mmoja kati ya assistant referee bora kabisa walioko Tanzania kwa hivi sasa, anaitwa Mohamed Mkono. Ndio. Sasa tunapoanza kutia mashaka, kuna hali ya kuweza kutia mashaka, lakini kumbuka ule mpira ulitokana na free kick, au sivyo? Haikuwa move ambayo Mohamed Mkono alikuwa anatembea, alikuwa amesimama sehemu sahihi kabisa wakati free kick inapigwa. Sasa ili tuweze kumkamata mchezaji ambaye yupo kwenye nafasi ya kuotea, ni lazima uwe umekaa na second last defender. Sasa ukiangalia pale unaona vizuri kabisa kwamba kuna mguu wa kushoto wa mchezaji wa Yanga ulikuwa umesogea mbele, tofauti na ule mstari wa offside unapotakiwa kuwepo. Kwa hiyo kilichohukumiwa, unaweza kumwona Depo alikuwa onside, lakini mguu wake ulikuwa tayari kwenye nafasi ya kuotea. Kwa hiyo anahukumiwa kwa kosa hilo. Kwa kiwalisia ndio. Kwa kiwalisia kwamba ni maamuzi alikuwa sahihi kabisa kwenye eneo hilo. Maamuzi yake yalikuwa sahihi kabisa. Kwa jicho langu mimi nilivyoona. So ndo msimamo tunaoenda nao, lakini kwa uhakika zaidi na uthibitisho zaidi tutakuja nayo hiyo tukio kwenye kipindi cha kipenga cha mwisho siku ya Alhamis. Tutathibitisha 100%. Sasa hivi naweza kusema 95% maamuzi yalikuwa sahihi. Na hoja ya wachambuzi ambao wanaamini kwamba bao lilipaswa kuwa halali, kwamba naamini kwamba wakati mpira unapigwa Depo hakuwa ametoka kwenye eneo lake. Sijui kama umenisikiliza vizuri. Nimekusikia vizuri kiongozi. Nimesemaje? Kwamba mguu yeye alikuwa amesimama karibu na wale wachezaji waliokuwa wamezoea, lakini ukiangalia mguu wake wa kushoto tayari ulikuwa kwenye nafasi ya kuotea, alikuwa ameutanua ule mguu. Sawa. Bakari Malima ana jambo nataka azungumze na wewe, nataka kuuliza bila shaka. Bakari Malima, Jembe Ulaya. Karibu. Osman Kazi. Niambie ndugu yangu, upo sahiba? Niko sahihi bwana, tuonani ndugu yangu. Hatujatafutana kaka. Kwanza nashukuru yani, malaki hapa ungeenda tofauti na mimi ulikuwa unaniumbua. Kaka, paka umeamua kunipigia simu, najua namba yangu wewe ndio umeitoa. Kwa hiyo wewe najua kwa nini umetoa namba yangu. Unajua kabisa bana, huyu jamaa amenyoka huyu. Sawa. Kaka, tutafutane kaka. Haina wasiwasi. Sasa Osman Kazi. Ndio. Malaki mimi kwangu nadhani katika marefa ambao yani walishapita Tanzania, wewe ukiwa mmoja wapo na kuamini sana. Kuna makosa yanafanyika, kuna muda yanakuwa yanafanyika makosa, yani unaona ni makosa ya kizembe sana kwa marefari. Ukiwa kama wewe refari nguli uliopita hapa Tanzania, tunawasaidiaje hawa marefari wa kizazi kipya yani? Bakari, mimi nimekuwa nikitoa ushauri mmoja ambayo natamani sana shirikisho lifanyie kazi ili jambo. Unajua, tofauti na timu ikitoka kwenye uwanja wa mechi, siku ya pili wanaenda kwenye uwanja wa mazoezi kwenda kurekebisha makosa yao, au sivyo? Referee anaendaga wapi? Mimi nitaendelea kuuliza hilo swali. Referee akitoka kwenye mechi leo, lazima kuna makosa ameyafanya, anatakiwa apate mtu ambaye anamonitor wakati ameenda kwenye mechi, ili anapotoka kwenye mechi huyo mtu aliyekuwa na monitor amsimamia, bana, wewe kwenye mechi ya jana umefanya
unatakiwa uboreshe kitu fulani fulani fulani, lakini hiyo hali haipo. Umeona hiyo? Kwa hiyo refaria akifanya kosa, sisi tunakimbilia moja kwa moja, bana huyu tumemfungia mechi 5, mechi 6, mechi 10 au nani. Mimi sidhani kama ile ni solution. Yani wanachotakiwa ni wawe na mamonita ambao wanawasimamia. Umenielewa? Yeah. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio itakuja kuwa njia rahisi na sahihi ya kuweza kuwasaidia waamuzi wetu. Shukran sana kaka, takutafuta bwana, takutafuta. Na pia kabla kuondoka, kuna tukio lingine ambalo lilitokea kama umelitazama la Ibra Baka na Japhet Kitambala. Pale kuna wengi wanazungumza kwamba ilistahili Baka kupewa kadi hata nyekundu kwa kile ambacho amekifanya, kwa sababu kama wamemfanyia rafa ambao walisikia kwamba ilistahili kunufaika kwa mchezaji Kitambala. Sikumbuki hiyo tukio gani? Dakika nadhani za jioni hivi, ambao wakati Kitambala anakwenda, sipendi kuangalia kitu ambacho sina uhakika. Basi nadhani tutarudi kwa wakati mwingine mara baada ya kulishuhudia kwa uzuri tukio hilo. Kiongozi, usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.